وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ndugu Waislamu, shukrani zote anastahiki Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Rasul anasema majtamaa qaumun fi baitin min buyuti Allah, watu hawakusanyiki ndani ya nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala, yatluna kitab Allah, wanafunzana kitabu cha Mwenyezi Mungu ama wanasomeana, wayatadarasuna fima bainahum, na wanafunzana baina yao, illa watu kama hao hupata zawadi nne. Cha kwanza, nazalat alayhim as-sakina, Allah huwateremshia utulivu, wa ghashiyatuhum ar-rahma, kisha rahma ya Mwenyezi Mungu huwafunika watu kama hao, wa hafatuhum al-malaika, na malaika huwazingira, wa dhakarahum Allah fi man inda, na Allah subhanahu wa ta'ala huwataja kwa jina zao. Sasa namna mlivyokaa hapa, kila mtu kwa jina zake ile anajulikana nao duniani, Allah humtaja kwa kikao bora ambayo ni kikao cha malaika. Sasa ndo tunasema kila siku mtu akiwa kwa msikiti, hata akiwa anataka dakika 2 ama dakika 3, tengeneze nia yako na ujue sehemu uliyokaa bado uko kwa ibada, na maadamu umekaa sehemu uliyokaa, malaika wanakuombea dua 3: Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alayhi, ewe Mwenyezi Mungu mhurumie, msamehe na kubali tauba yake. Sasa kwa dakika chache uliokuwa nayo, ikiwa uko na dharura, tengeneza nia yako ya kuwa uko katika ibada. Ayuha almu'minun, kama tunavyojua dini hii ya Uislamu ni dini iliyokamilika, na hii ni kwa aya ya Mwenyezi Mungu inayosema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hii aya inaonyesha ya kuwa haruhusiwi kiumbe yote kuongeza chochote ndani ya Uislamu wala kupunguza chochote. Kwa mapenzi yako, kwa bidii yako, kwa elimu yako, hauwezi ukaongeza chochote na wala hauwezi ukapunguza chochote. Mtume akiwa katika hija yake ya mwisho mbele ya maelfu ya masahaba, Allah anamteremshia hii aya, na hii sio aya ya mwisho ndani ya Qur'an. Hii sio aya ya mwisho ndani ya Qur'an, lakini hii aya imemteremkia mtume katika hijjatul wadaa. Allah anamwambia, leo ewe Muhammad, tumekukamilishia dini hii ya Uislamu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na vile vile Allah ametimiza juu yenu neema ya Uislamu, ametimiza neema ya Uislamu juu yenu. Na Allah anasema wa raditu, na nimewaridieni lakum nyinyi al-islam dinan, Uislamu kama dini yenu. Sasa hii ina maana ya kuwa vile vile hakuna dini juu ya ardhi zaidi ya dini ya Uislamu. Madini zinaweza kuwa mingi na kila mmoja akawa na madai ya kuwa dini yangu ndio ya haki, lakini dini iliyotambulika na inayotambulika mbele ya Allah ni dini ya Uislamu. Sasa tujiulize, ma maana al-Islam, ni nini Uislamu? Kwetu sisi leo tukiulizwa ni nini Uislamu, basi mtu anaweza akajibu nini? Sasa ukiulizwa ni nini Uislamu, Uislamu ni mambo matatu. Awalan huwa al-istislamu lillah, ni mtu kujisalimisha kwa Allah kwa ukamilifu, 100%, una surrender, ama tunasema ni total submission to Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maisha yako, kwa daily life yako, kwa familia yako, kwa kazi yako, kwa kila kitu una surrender kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu cha pili, maana Uislamu ni mtu kutekeleza aliyoamrishwa na Allah, na cha tatu ni mtu kukaa mbali alichokatazwa na Allah, na hii ndio Uislamu. Ndio Allah akasema ndani ya kitabu chake, inna ad-dina inda Allahi al-Islam, dini inayotambulika na inayojulikana mbele ya Allah ni dini ya Uislamu. Na lau itakuwa vipi basi mtu akikuja na dini tofauti ama dini kinyume na dini ya Uislamu, kesho siku ya kiyama itakuwa vipi? Basi ikiwa mtu atakuja na kinyume na Uislamu, basi Allah subhanahu wa ta'ala hatakubali. Na hii ni aya ya Mwenyezi Mungu, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan
falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Na yule atakuja kesho siku ya kiyama akiwa na dini isiyokuwa dini ya Uislamu, basi Allah kwanza, awala sharti ya kwanza, Mungu hatokubali. Alafu ya pili, siku ya kiyama atakuwa pamoja na wale wamehasarika, kwa sababu siku ya kiyama makundi ni mawili peke yake, wale ambao wanajulikana kama muflihun na wale wanajulikana kama khasirun. Sasa ni wewe uchague unataka kuwa wapi. Ima unataka kuwa pamoja na wale watakaofaulu, Mungu atujalie, ama utakuwa pamoja na wale watakaotajwa ya kuwa hawa ndio wamehasarika, na Allah situjalie watu kama wale. Kwa hivyo ndugu Muislamu, ikiwa basi dini ya Uislamu ndio hii na hakuna dini kinyume ya dini ya Uislamu, basi mu'min wa kike na wa kiume hawana choice ni nini watafanya katika maisha yao. Yani mu'min hawezi akasema mimi naweza nikafanya hii na mimi siwezi nikafanya hii. Kila kitu ambayo utafanya katika daily life yako lazima iambatane na Qur'an na Sunna, sawa sio? Kila kitu leo utafanya, kuanzia maisha yako, kuanzia akida yako, kuanzia familia yako, kwa kazi yako, kwa biashara yako, na muamala ya ujumla kwa wanadamu ama kwa waja wa Allah, wawe waislamu wasiwe waislamu. Ndio Allah anasema, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Na haijakuwa sawa kwa waumini wa kiume na waumini wa kike anapokata jambo na akasema Allah liwe liwalo na mtume wake akasema hivyo, basi yeye akakuwa na second option ama akakuwa na choice, je, nifanye ama nisifanye. Na yule atamuasi Allah na mtume wake, basi huyu amepotea kupotea ulio wazi, faqad dhalla dhalalan mubina. Sasa kama hatuna choice, basi ina maana ya kuwa kila hatua ambayo tunachukua katika maisha yetu inapimwa. Ndio unaona Allah anasema ndani ya kitabu chake, wa inna alaykum lahafidin, hakika ya nyinyi mnachungwa. Sote, awe Muislamu ama awe tofauti na Muislamu, sote duniani tunachungwa kwa maneno tunayosema, kwa hatua tunayochukua, kwa matendo tunayoyatenda. Sisi tuko chini ya hifadha kiraman katibin, kwa malaika wanaojulikana kama kiraman katibin, ya'lamuna, wanajua ma taf'alun, yale yote mnayoyatenda. Hii ni kazi yao, hii ni kazi ya malaika kama wao. Sasa wewe uwe mkweli katika matendo yako na mazungumzo, ama uwe muongo, basi jua wewe uko chini ya hifadha. Yani tunasema 24 hours surveillance, sio? Sasa msikiti iko na CCTV ya asubuhi, usiku, mchana. Basi maisha ya huyu mwanadamu nani hivyo? Allah subhanahu wa ta'ala ameweka malaika, hata ukilala wako na wewe, ukiwa unakula, ukiwa msikitini, ukiwa kwa ndege, ukiwa baharini, popote utakapokuwa wako pamoja na wewe. Kwa hivyo ndugu mu'min, inatakiwa basi ujue ya kuwa wewe unachungwa, na mtu ikiwa anachungwa basi anachunga matendo yako. Sasa kwa dakika hizi 10 ama 15 tazungumzia maadui zetu sisi, ambaye ni lazima mwanadamu Muislamu aweze kujichunga na wao. Tuko na maadui 4 ambaye mpaka qiyamu saa wako na sisi. Adui wa kwanza ambaye tunafaa kujichunga na yeye ni an-nafs. Hii nafsi ambayo iko ndani yetu, iwe nafsi ya mu'min ama iwe nafsi ya mtu ambaye kwamba sio mu'min. Siku zote nafsi inaamrisha mwanadamu kwa uovu, hata nafsi ya mu'min. Ndio Allah anasema, watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bona Allah awaambie waumini mtubie hali ya kuwa wamekamilika na sifa ya imani. Lakini inaonesha hii aya na ni dalili tosha ya kuwa hata muumini anakosea na terezi. Sasa adui wa kwanza huyu mtu mwanadamu ni nafsi. Na nafsi hii haipendi shida, nafsi hii haipendi mateso, nafsi hii haipendi swala, nafsi hii haipendi kusoma Qur'an. Na ni dalili tosha, angalia Ramadhani ilipoanza, usiku wa kwanza Ramadhani ilipoingia, mchana wake uliofuata watu walikuwa wanajaza msikiti kwa kusoma Qur'an. Lakini kila siku Ramadhani inaposonga mbele watu wanalegeza kamba. Sawa sio? Ndio tukasema Ramadhani ni kama marathon.
mara watu wanaanza polepole. Sasa wewe ukianza Ramadhani na fujo, basi pale katikati Ramadhani itakulemea. Lakini kuwa na bidii kabla ya Ramadhani. Ndo salafu salih wanasema hii miezi 3 kabla ya Ramadhani, Rajab, Shaaban, alafu Ramadhani, wanasema Rajab ni kama mawingu. Rajab ni kama mawingu, alafu Shaaban ni kama rih, ambayo kama upepo ambayo inakuja inaonesha dalili ya kuwa mvua iko karibu. Alafu Ramadhan kalmadhar, Ramadhan nao ni mvua. Sasa unaotesha mbegu yako ndani ya mwezi wa Rajab, unapalilia ndani ya mwezi wa Shaaban, alafu unavuna ndani ya mwezi wa Ramadhan. Lakini ukigutuka tu kama gari ambayo imeingizwa tu kifunguo mara moja, ikiweko gia namba 5, basi itakushinda. So ni lazima Muislamu awe na tarbia, ajifunze kabla ya Ramadhan na awe amezoea hii barabara, kwa maana kama hujazoea utaanza na gia kubwa. Alafu pale katikati itakulemea. Ndio Allah anasema wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Siku zote nafsi ya huyu mwanadamu ni ammaratun bisu, inaamrisha huyu mwanadamu kufanya uovu na uchafu na haram. Illa ma rahima rabbi, isipokuwa tu zile nafsi ambaye Allah amezihurumia, nafsi ambazo wao wenyewe kwanza wamekuja na bidii, alafu Allah akawapatia support. Na Allah anasema inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sisi hatuwezi kubadilishwa na Allah mpaka sisi kwanza tutake mabadiliko na tuchukue hatua ya kwanza, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atupatie support. Sasa hii aya katika Qur'an inaonyesha ya kuwa nafsi ya mwanadamu kwa hizi nafsi 3, nafsi ambayo kwamba ni amara, na nafsi ambayo ni lawama, na nafsi ambayo kwamba ni mutmainna. Hizi nafsi 3, hii nafsi siku zote haichagui wewe ni muumini ama wewe ni nani, inakuamrisha sasa ni wewe upigane na hii nafsi. Ufanye nini? Upigane. Ikikuangusha usimame, uiangushe. Ikuangushe mwisho, lakini natakiwa wewe ushinde. Mwisho natakiwa wewe ushinde, kwa maana nafsi kama hii ni nafsi ambaye haikati tamaa kwa haraka. Hailuzo. Itakwambia asubuhi kuna baridi, itakwambia leo hausikii vizuri, sukari inataka kupanda, leo kadha wa kadha. Sasa kila wakati inakupatia options ya wewe kuacha khairi na kuingia katika maasi. Ndio unaona Allah anatueleza ndani ya Qur'an, afaraaita man ittakhadha ilahahu hawa. Sasa mtu inafika kiwango anaanza kusikiliza nafsi yake, kutii nafsi yake, kufuata nafsi yake, mpaka nafsi yake inageuka kuwa ndio Mungu wake. Nafsi yake inakuwa ndio Mungu wake. Ndio Allah anasema afaraita, je, umemwona man ittakhadha, yule alifanya ilahahu hawa, yule amefanya Mungu wake matamanio ya nafsi yake. Je, umemwona yule? Na wako watu kama hao ndani yetu, mtu ambaye kwamba nafsi yake namna itavyomwamrisha ndo atafuata. Leo sali, usimuona mtu anakuja msikiti 1 week na hamasa, yani ile jazba, anakuja na bidii, motisha, akosi safu al-awwal 1 week, 2 weeks, 3 weeks. Alafu baada hiyo tena anarudi katika mienendo yake, katika haramu ubaya. Tena baada hiyo tena anarudi. Sasa hii ndio mtu kuabudu nafsi yake. Fanya hii sam'an wa ta'a, fanya hii sam'an wa ta'a. Wewe unaendelea tu unamtii, unamsikiza, kisha Allah anasema wa adallahu Allahu ala ilmin, na Mwenyezi Mungu akamwacha huyu mtu apotee, na hali ya kuwa Mwenyezi Mungu ana ujuzi. Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa ana ujuzi, lakini Allah mbona anakuacha upotee? Allah amekuwekea barabara, chukua hii barabara. Angalia ndani ya suratu Yasin Allah anasemaje? Allah subhanahu wa ta'ala anasema akizungumzia mwanadamu, anasema wa an'buduni, muniabudu mimi. Muniabudu nani? Allah anasema muniabudu mimi, wa an'buduni hadha siratun mustaqim. Na hiyo ndio barabara ama njia iliyonyooka, njia ya mtu kufaulu duniani wal akhirah. Na vile vile mbele hiyo aya Allah anasema msimuabudu. Allah anasema ewe mwanadamu ama ewe mtoto wa mwanadamu, kwani sikuingia ahadi na wewe ya kuwa hautomwabudu shetani, hautomsikiza shetani.
Kwa maana gani? Innahu lakum aduwwun mubin, huyu shetani ni adui yenu nambari moja aliyetangaza uadui wazi wazi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa adallahu Allahu ala ilmi, kisha wa khatama ala sam'ihi wa qalbi, kisha Allah subhanahu wa ta'ala hupiga muri juu ya moyo wake na juu ya masikio yake, hasikii khairi wala hataki khairi. Kwa maana gani? Amefanya nafsi yake kuwa Mungu wake. Waja'ala ala basarihi ghishawa, na Allah akajalia mbele ya macho yake pazia, haoni nini? Haoni khairi. Yani yeye amechagua barabara, shetani akapamba, nafsi ikamuongoza, matamanio ikamuelekeza kufanya. Basi Allah anasema waja'ala ala basarihi ghishawa, tukaweka mbele yake pazia ambayo kwamba inamfunika yeye asione khairi. Kisha Allah anasema faman yahdihi min ba'di Allahi afala tadhakkarun, ni nani atamuongoza huyu ambaye amewekewa pazia, Allah amepiga moyo wake na masikio yake muri? Ni nani atamuongoza baada ya Mwenyezi Mungu? Na lau mwanadamu angejiongoza katika hidayah na khairi, basi ammi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anakufa na Mtume anamwambia wewe sema la ilaha illa Allah, mimi nitakufanyia shafaa mbele ya Allah, basi ingekuwa rahisi yeye kufanya nini? Kusema la ilaha illa Allah. Lakini kwa maana hawezi ongoka mtu mpaka Allah atake, Mtume anaambiwa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Huyu ni wako, amesimama na wewe wakati Quraysh wamemsumbua Mtume, wamemfanyia kila vituko na visanga. Huyu amesimama na yeye, Abdul Muttalib amesimama na Mtume Muhammad. Wazee wote wa Quraysh wale wakubwa kina Abu Jahal, Abu Lahab, Mughira bin Shu'ba, hawa wote ameenda kinyume na wao. Lakini anapokufa, lau basi angeweza kujiongoza katika Uislamu, na anajua hawa wote Abu Jahal na nani. Angalia Mughira, wakati imeteremka hizi aya za mwanzo ya ayyuhal mudaththir, yeye amekaa chini ya Mtume Muhammad anasikiliza mpaka Mtume anaona huyu Mughira anataka kuchukua Uislamu. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar. Yani akasikiza mwisho, akageuka na kuonyesha kibri ya kuwa hii unasema sio zaidi ya uchawi. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar in hadha illa qawlu al-bashar sauslihi saqar wama adraka ma saqar la tubghi. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala hawa watu amefunika nyoyo zao, na lau mtu angekuwa anataka kujiongoza, basi hawa wangejiongoza pamoja na wao kujua Uislamu ni dini yake. Sasa swali linakuja, je, wewe Mungu wako ni Allah ama Mungu wako ni nafsi yako? Sasa wewe ndio utajijua. Kwa maana gani? Bali insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira. Wewe mwanadamu anajua nafsi yake kwa undani, hata kama atatafuta vijisababu, hata kama atatafuta excuse. Lakini mimi sikujui wewe, mimi nakuona na wewe unaniona, ama mimi nasikia tu mambo kuhusu wewe, lakini mimi sikujui. Lakini anayejijua kwa uhakika na kwa ukweli ni nani? Ni wewe kwa nafsi yako. Sawa sivyo? Wewe unajijua kwa nafsi yako, na hakuna mtu ambaye anaweza kukueleza nafsi yako wewe ni nani. Kwa hivyo basi innal hawa, hii matamanio, yahwi bisahibihi ila asfali darakat, inampeleka huyo mtu moja kwa moja mpaka daraja ya chini kabisa ya moto wa jahannam. Kila siku unasikiliza, unatii, unanyenyekea, unafuata, unaiogopa, unafanya namna matamanio inataka, mpaka inakupeleka fi asfali darakat. وبالهوى نهيمة تمانيو أيها المؤمن تندفع النفوس إلى الشهوات الضارة المهلكة. inampeleka ama inamsukuma ama inasukuma hii nafsi kwa kuelekea polepole, hatua baada ya hatua, mpaka hii nafsi basi ipate madhara na ipate yale ambayo kwamba yatakuja kuangamiza. Ila shahawati dharrati almuhlika, itakupelekea katika matamanio yatakayo kudhuru wewe na mwisho yatakayo kuangamiza wewe.
na hii nafsi iko na shari, mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na kuwa ni afdalul bashar ala al-itlaq, pamoja na kuwa alikuwa atqan nas, akhsha nas, a'bada nas, na amechaguliwa na ni 100% guarantee anaingia kwa janna, lakini akaogopa nafsi yake Mtume Muhammad, mpaka anasema kila asubuhi na jioni, Allahumma fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaibi wash-shahada, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi. Hebu angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila asubuhi sabahan wa masaa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anajikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala amuepushe na sharri ya nafsi yake. A'udhu bika min sharri nafsi. Sasa kama huyu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye janna ni lazima aingie, Allah amemchagua, hakuna mbora zaidi yake, mimi na wewe sasa tuko wapi? Bora tuwe na kiburi mpaka ukoona sasa wewe umekamilika, wewe hauwezi pambana na nafsi, wewe hauwezi ukafanya, haiwezekani. Ni lazima mtu apigane na nafsi yake mpaka ufikie hii aya inayosema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin. Wale ambao watajitahidi kwa njia zetu, watapigana kwa njia zetu, wakapigana na matamanio, wakafanya kila kitu ambacho kwamba Allah anataka, Allah anasema lanahdiyannahum subulana, tutaongoza katika barabara. Sasa kuna tofauti uongozi katika barabara ya shaytan na Allah aseme tutakuongoza wewe katika barabara zetu. Sasa Allah akikuchagua akakuongoza katika barabara yake, basi wewe unakuwa mu'min ambaye amejisalimisha kwa Allah. Na hii ndio Uislamu. Unakuwa mu'min, hausikii ila yale Allah anataka, hauoni ila yale Allah anataka, haufikiri ila yale anataka, haufanyi ila yale anataka, kwa maana Allah ndio anakuongoza wewe. Alafu ayuha almu'min, adui wa pili ambaye kwamba mimi na wewe tuko nayo ni dunia. Sisi kupenda dunia kupita kiwango, hubbu dunia kathiran. Kupenda dunia sio dhambi, kutafuta dunia vile vile haijakatazwa, kwa maana mwanadamu anatakiwa asiwe miongoni mwa wale watakao omba. Unamuona huyu unamfuata, unamuona huyu unamtumia message, unamuona huyu unaanza kuleta mbinu ni vipi utamtoanisha, unamuona mtu fulani mwanasiasa. Hii sio sifa ya mtu Muislamu. Muislamu ni mtu ambaye anakuwa hard working, anafanya kazi, anamtegemea Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Sasa kupenda dunia sio haramu, lakini kupenda dunia kupita kiwango ndio haram. Kwa maana Allah anatuambia zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa walbanin walqanatir almuqantara min aldhahab walfidda walkhayl almusawwama walan'ami walharth dhalika mata'u ad-dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah amewapambia hawa wanadamu kupenda wanawake sana. Ndio unaona mtu akona mke moja anataka wa pili, akiwa na pili anataka watatu, akiwa na tatu anataka wanne, na lau hii babu ingekuwa maftuh basi angetaka watano, wa sita, wa saba, kwa maana hakuna mwanadamu ambaye anatoshelezwa na mwanamke mmoja. Haiwezekani abadan. Mwanamke ambaye anatoshelezwa labda tu uwezo ukakufanya ukashindwa kuoa, ama uoga ukashindwa kukupelekea wewe ukataa kuoa, lakini mtu ambaye ametosheka na mwanamke mmoja haiwezekani. Allah anasema zujina linnasi hubbu shahawati minan nisa. Ndio unaona mtu akona bibi lakini bado nafsi yake inamwambia angalia yule mwanamke, ongea na yule mwanamke, tuongoze yule mwanamke, wa hakadha. Hii ni katika tabia ya huyo mwanadamu, lakini siku zote basi mwanadamu anajizuia haramu. Vile vile Allah akasema wanadamu wanapenda watoto, tena watoto wa kiume. Tena wanadamu wanapenda dhahabu, wanapenda silva, wanadamu wanapenda ng'ombe, ngamia, mbuzi, wanadamu wanapenda mashamba, wanadamu wanapenda kila kitu ambaye ni nzuri. Lakini kusanya haya yote, dhalika, haya yote mata'u dunia. Ni nini? Ni mapambo tu ya dunia. Lakini kwa Allah ndio khairi yote umejikusanya. Na lau basi dunia ungekuwa na thamana, basi Mtume Muhammad hangekufa, angebaki mpaka kiyama saa. Lau dunia ingekuwa sehemu nzuri ya kuishi, dunia ingekuwa sehemu nzuri ya watu wema kubaki,
basi kama kuna kiumbe ambaye hangekufa angekuwa nani? Mtume Muhammad. Law kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana rasulullahi hayyan wa baqiya. Lau kama kuna mtu angebaki duniani na ingekuwa ni wajibu yeye kubaki duniani, kama dunia ingekuwa sehemu nzuri, basi angekuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi. Lakini kwa maana haina thamana, ndio Allah akasema law kanat ad-dunya ta'dilu, ar-rasul anasema law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'uda ma saqa kafiran minha sharbata ma, hangekunywa kafiri yani kikombe ya maji ama sip moja ya maji ama tone la maji. Lau dunia ingekuwa na thamana mbele ya Allah kiwango la bawa la mbu, mnajua sio mosquito, si mnyama mdogo sana. Sasa huyu ako na mabawa mbili. Sasa Allah anachukulia thamana ya dunia na udogo wa huyu mbu. Kama dunia ingekuwa na thamana mbele ya Allah kwa kiwango la bawa moja la mbu, basi Allah hangejalia yule ambaye amemkufuru yeye akunywe tone la maji. Tone ni kitu la kufanya ipite tu hapa kidogo, sio maji ya kushiba, lakini kwa maana haina thamana. Inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib, Allah anampatia dunia yule anamtaka na kumpenda na yule asiyempenda. Ndio unapata Waislamu matajiri kupindukia na wasiokuwa Waislamu matajiri kupindukia. Lakini sasa line inakuwa drawn wakati gani? Inapofika katika imani. Allah hampatii imani ila yule anampenda, bas khalas. Lakini ikifika dunia, mali Waislamu wako nao, wasiokuwa Waislamu wako nao, cheo Waislamu wako nao, wasiokuwa Waislamu wako nao, magari Waislamu wako nao, manyumba Waislamu wako nao, na vile vile wasiokuwa Waislamu wako nao, watoto Waislamu wako nao, wasiokuwa Waislamu wako nayo, masomo na elimu wasiokuwa Waislamu wako nao, Waislamu wako nayo. Lakini ikifika kalimatu tauhid ya la ilaha illa Allah na mtu kuongozwa katika siratul mustaqim, hapati illa yule Allah amempenda na kumchagua. Sawa sio? So ukipata ni'matul imani wal hidayah, basi wewe mshukuru Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala. Ndio akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii dunia mbele ya akhira, yani dunia na akhira ikiweko sehemu moja, haina thamana. Ama mfano wake ni mfano mmoja wenu aingize kidole chake ndani ya bahari, alafu aangalie fabima yarji, ni nini tarudi na kidole chake. Sawa sio? Yani mfano wa dunia kwa akhira ni mtu aingize kidole ndani ya bahari, alafu aondoe kidole yake. Sasa hii kidole imebeba maji lita ngapi? Inaweza beba kitu yote? Hakuna. Sasa dunia haina thamana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Rasul anasema ala wa inna ad-dunya mal'unun ma fiha illa dhikra Allah wa mawalaha wa aliman wa muta'allima. Hii dunia imelaaniwa na kila kitu ambacho iko ndani yake imelaaniwa, isipokuwa tu kumbukumbu ya kumtaja Allah, dhikri ya Mwenyezi Mungu, mtu kumkumbuka Allah na wa mawalaha, na yaliyohusiana ama mfano wa hayo, wa aliman, na mtu msomi ambaye anafunza dini, yani maulama wakubwa wanaofunza dini ambaye ndio wamerithi mitume, na hawa hawako chini ya laana, wa mutaalliman, na mtu ambaye anajifunza hii dini. Wale wengine waliobakia wote wako chini ya laana kama hii. Kwa hivyo ndugu Muislamu, hii dunia haitakiwi sisi tuweke katika moyo zetu, lakini tutafute. Mtu arauke asubuhi afanye bidii, ni vipi atalisha familia yake, ni vipi atasomesha watoto wake, ni vipi atalipa kodi ya nyumba yake, ni vipi atatoa sadaka wa hakala. Lakini Muislamu haitakiwi awe ni mtu omba, mtu ambaye kwamba anategemea sadaka, mtu ambaye kwamba leo ataongea na nani. Hii ni haram kabisa. Na mwisho kabisa, adui ya mwisho ni shetani. Adui ya mwisho ni nani? Ni shetani, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza ndani ya Qur'an wazi ya kuwa huyu ni adui yetu. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, huyu ni adui yenu, basi wewe mchukulie ni adui yako. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, na anaita watu na kuwavuta watu ili wakuwe ndani, watu watakaoingia ndani ya moto wa jahannam. Na hii ni hatari.
usimsikize shetani wala usimfuate shetani. Alafu angalia, huyu shetani hakuna siku anakuja physically kwako akakwambia unaonaje hii, hebu akushike mkono akupeleke katika maasi. Haiwezekani. Yake ni kufanya nini? Ni kukuletea tu. Yake ni kukufanya nini? Ni kukuwekea wazi, unaonaje hii, unaonaje huyu mwanamke, unaonaje riba, unaonaje kuongea uongo, unaonaje kuiba. Yeye anakuambia, alafu wewe ndio utaamua sasa. Ndio siku ya kiyama atakapopatiwa fursa ya kuhutubia watu, mwisho katika aya atasema nini? Fala talumuni walumu anfusakum. Mbele ya hii aya atasema inna Allaha wa'adakum wa'da al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah aliwaahidini na mimi nimewaahidi, lakini mimi nimevunja ahadi yangu, kwa maana mimi ni muongo na Allah ni msema ukweli. Kisha anasema msinilaumu mimi, mlaumu nafsi zenu. Fala talumuni walumu anfusakum. So Allah anatuambia huyu shetani ni adui yenu. Kisha Allah anasema afatattakhidunahu, je, mnamchukulia huyu shetani wa dhurriyatahu, na dhurriya zake, mashaitani wenzake, familia yake, awliyaa, kuwa vipenzi kwenu nyinyi, min duni, kuliko mimi Allah. Na hii ni swali ambayo ni very emotional. Muislamu inatakiwa awe emotional na hii swali kutoka kwa Allah. Afatattakhidunahu wa dhurriyatahu awliyaa min duni. Hebu angalia, Allah anasema mnamfanya shaitani awe ni kipenzi kwenu na dhurriya yake, mkaniwacha mimi mkamchagua shaitani. Wahum lakum adu, mnaniwacha mimi na mimi sijatangaza uadui na nyinyi, lakini yeye shaitani ametangaza uadui na nyinyi. Wallahi ni swali ambayo kwamba ni very emotional, ambayo mwanadamu anatakiwa ahuzunike. Vipi utamwacha Allah? Ya ayuha al-insan ma gharraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayi suratin ma sha'a rakabak. Mbona utangaze vita na Allah? Mbona uwe kichwa ngumu kwa Allah hali ya kuwa amekuumba, amekuruzuku, amekupatia sura ambayo kwamba wewe umependa? Mbona sasa Allah anauliza, mbona mniache mimi mumwendee yule ambaye ametangaza uadui na nyinyi? Na hii ni hatari sana. Ndio hapo ndani ya suratu Yasin tulipoanza tulisema, Allah anasema alam a'had ilaykum ya bani adam, ewe mwanadamu sikuwekeana ahadi na wewe, alla ta'budu shaytan, hautomwabudu shaytan. Kwa maana gani? Innahu lakum aduwwun mubin, huyu ni adui yenu. Tena kuna adui wa kujificha na kuna adui ambaye anajiweka wazi, sivyo? Leo kuna adui ambaye anajifanya anakupenda, lakini kila nafasi atapata ni vipi atakukandamiza wewe, atakuangamiza wewe. Lakini msikitini, nje ya msikiti anakuchekesha, anakuonesha ile rafiki, anakuonesha anakupenda, lakini akiwachana na wewe ni vipi wewe utaangamia. Sasa Allah anasema huyu shetani hajajificha, innahu lakum aduwwun mubin, ni adui yenu aliyekuwa wazi wazi. Wa ani'buduni, angalia Allah saa zote Allah anajaribu kutupembeleza sisi. Aya iliyokuwa mbele anasema mnaniwacha mimi, mnamtii yeye. Na hii aya anasema si nimefanya ahadi na nyinyi msimwabudu, mbona msiniabudu mimi? Wa ani'buduni, mniabudu mimi. Wa ani'buduni hadha siratu mustaqim, na hiyo ndio njia iliyonyooka, njia ya kukupeleka wewe katika janna. Kwa hivyo ndugu Muislamu, huyu shetani hawezi kukupoteza wewe ati akakujia akakushika tu akakuweka ndani ya moto wa jahannam. Anakuwekea mitego, anakuwekea nini? Steps baada ya steps, mtego baada ya mtego. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, inni mlokuja na sifa ya imani, la tattabi'u khutuwati shaitan, msifuate nyayo za shaitan, mitego za shaitan. Yeye hawezi akakuchukua tu mara moja kwa ujumla akakuangamiza, la, lakini anakuletea hatua baada ya hatua, na kila moja shaitani anamjaribu kwa sehemu ambayo kwamba shaitani anajua yeye ni weak. Ikiwa shaitani anajua wewe ni weak katika kukasirika, basi anakuingia na hii njia. Ikiwa anajua wewe ni weak katika kusema uongo, anakuingia na hii njia. Ikiwa anajua wewe ni weak kwa upande wa wanawake, anakupambia wanawake. Ikiwa anajua wewe ni weak kwa sala, lakini anajua huyu sitomweza kwa wanawake, basi nitamweza kwa sala.
Sitomweza kwa sala, nitamweza kwa wanawake. Sitomweza kwa uongo, lakini nitamweza kwa wizi. Sitomweza kwa wizi, lakini nitamweza kwa kupigana na hasira na kutukanana. Kuna mtu muumini anasali sala 5, lakini akikasirika anaweza angusha msikiti yote. Ndio jamaa anamkujia Mtume anamwambia Rasulullah, niusie. Mtume anamwambia la taghdab, usikasirike. Jamaa anaona sasa hii ni wasia gani? Sasa akamwambia Rasulullah, hebu niusie tena. Mtume anamwambia la taghdab. Anashangaa vipi? Anaambia basi yeye Mtume nipatie wasia nyingine. Mtume anamwambia la taghdab. Kwa maana Mtume anamjua huyu shida yake yote ni kukasirika. Basi wewe usikasirike, kwa maana usipokasirika wewe umefaulu. Sasa sheitan kuna khutuwat ambaye anamletea mitego, anakuweza na sala, atakuweza na zina, atakuweza na riba. Kuna mwingine shetani hata muweza kwa kila kitu, lakini ni sahali kwake kwenda katika benki na yeye kuchukua loan. Kwa maana tu mwenzake amenunua gari, kwa maana mwenzake amejenga nyumba, kwa maana mwenzake amechukua hatua A, B. Sasa yeye anataka vipi huyu na ni kijana amefaulu. Sasa hata mimi wacha nichukue. Na leo dhambi ambayo kwamba wanadamu waislamu wameingia kwa wingi ni dhambi ya riba. Wallahi waislamu wengi, mtu anaenda anachukua nyumba, mtu anaenda anachukua gari, mtu anaenda anachukua shamba, mtu anaenda anachukua pesa kuanzisha biashara, lakini mwisho wao wote wallahi ni hasara inawaongoja. Ndio Allah anasema fa'dhanu biharbin min Allahi wa rasuli. Yule atachukua riba basi ametangaza vita na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Sasa huyu shetani anakukujia kwa mitego. Ndio Allah anasema la tattabi'u, msifuate khutuwati shaitan. Wa man yattabi' khutuwati shaitan, na yule atafuata nyayo ya huyu shaitan, basi jua fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Yeye anakuamrisha tu uchafu na vile vile anakuamrisha maovu. Hakuna siku shetani katika sifa yake na historia yake amewahi amrisha mtu afanye khair. Anakuamrisha bil fahsha'i wal munkar, uchafu na uovu. Sasa inatakiwa mwanadamu ajiepushe na shetani. Ndio akaapa akasema wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhana al-an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah. Anaapa kiapo mbele ya Mwenyezi Mungu, wallahi tawapoteza, wallahi nitawatamanisha, wallahi tafanya wabadilishe maumbile yao. Kwani leo wanawake wabadilishe maumbile? Si wanabadilisha? Mtu anaenda anajiongezea vitu ambazo kwamba Allah hakumpatia. Mtu anaenda anajiongezea viungo ambavyo kwamba Allah hakumjalia. Kwa hivyo kwa ajili ya wakati utasimamia hapa na tujue maadui zetu ni hawa wanne. Hawa siku zote wako na sisi mpaka kufa kwetu sisi tuingie ndani ya kaburi. Sasa ni juu yako wewe Muislamu uwe na mbinu na njia ambazo kwamba zitakufanya wewe uepukane na nani? Na huyu shetani, uepukane na nafsi, uepukane na matamanio, uepukane na dunia wa hakadha. Uwe na mbinu, kwa maana hakuna mwanadamu ambaye hata ule anasali 5 salawat kwa siku na mchana na usiku bado ako na makosa, ako na madhambi, lakini wewe usiwe mtu ambaye anaogelea ndani ya madhambi. Mwanadamu anaanguka, anasimama, anatereza, anakosea. Ndio shahru Ramadhani imekuja ili tubadilishe sisi, la'allakum tattaqun, ili tupate kuwa wacha Mungu, ili tubadilike. Inatakiwa Ramadhani itakapoondoka na sisi Allah ametujalia labda tufike mwisho, basi jiweke juu ya mizani. Na Ramadhani yako kama imekubaliwa, nini itakuonyesha ni nini utafanya baada ya Ramadhani. Je, utaendelea na sala? Je, utaendelea na kisomo ya Qur'an? Je, utaendelea kutoa sadaqa? Je, utaendelea kusaidia maskini? Je, utakuwa na muamala mzuri na Allah? Ama Ramadhani tu ili kitangazwa basi unaanzia uovu pale. Ukianzia pale ina maana ya kuwa Ramadhani haijakubaliwa. Ukiendelea na khairi ina maana ya kuwa Allah amekubali nini? Matendo yako. So tumuombe Allah, kwa maana tumebakisha masiku chache kufika 10 ya mwisho ya Ramadhani, sivyo? Juzi tulikuwa tunasema kundi lilikuwa 2, nani atafunga kesho, nani atafunga Alhamisi, sivyo? Lakini angalia Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia leo tuko karibu kufikia 10 ya mwisho, na baada ya masiku tutakuwa tunatafuta mwezi wa Shawwal. Allah tujalie wale watakao fika mwisho wa Ramadhan na wakachuma khairi mingi na madhambi yao yakasamehewa na Allah akakubali ibada zao. Ma asabtu min dhalika tawfiqu min ar-Rahman wa ma akhta'tu fa minni wa min ash-shaytan. Allah wa rasuluhu ma bari'an.
Ahsantum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.